Na wasalimu tena wasikilizaji wangu na watazamaji ambao mnanitazama kupitia kwa runinga hii ya Sawa TV na Revival TV. Na wasalimu katika jina la Yesu. Na tunamshukuru Mungu ya kwamba ametusaidia mahala tumefika. Tumeendelea vizuri katika mafundisho yetu ya somo la ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na tumeweza kuangalia maeneo mbalimbali ambayo yanahusiana na Roho Mtakatifu ni nani na kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muaminio. Na pia tukaona ni kwa namna gani, ni kwa jinsi gani muaminio anaweza kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Tulipokuwa tukimalizia wakati uliopita, tuliweza kuzungumzia kuhusu faida ya kujazwa na Roho Mtakatifu, na tukaweza kuangalia mambo kama matatu ama manne ambayo yalikuwa ni ya muhimu, na tuliweza kuzungumza kwa kirefu ya kwamba tunapojazwa na Roho Mtakatifu na sasa tunapotumia lugha, speaking in tongues, tukasema kwamba it is for our personal edification, anatutia nguvu ama tunajitia nguvu katika mtu wa ndani. Tukazungumzia pia ujazo wa Roho Mtakatifu na tuwezesha kuwa effective witnesses katika hali ya kushuhudia na kuwa na ile boldness ya kushuhudia Yesu Kristo. Nikasema pia inatuwezesha pia kuweza kuzaa tunda la Roho ama matunda ya Roho kulingana na Wagalatia 5. Na nikasema kwamba pia inaleta mabadiliko ama transformation katika maisha yetu. Siku ya leo tunapoendelea, nilisema kwamba tutakuwa tukizungumzia habari ya living by the Spirit ama jinsi ambavyo tunatakiwa kuishi maisha katika Roho, kwa sababu haya ndio mapenzi ya Mungu kwa kila mmoja wetu. Kwa hivyo ningetaka siku ya leo tunapojifunza ama tunaponena habari ya maisha katika Roho Mtakatifu, tuweze kuangalia neno la Bwana katika kitabu cha Wagalatia 5:16. Tasoma mistari several, halafu niweze kuzungumzia kidogo Galatians chapter 5, na nitasoma from verses 16 all through to verses 25. Wagalatia 5 kuanzia 16 hadi 25 nitasoma. Basi nasema, enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnaotaka. Lakini mkiongozwa na Roho, hamko chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: ni uasherati, ni uchafu, ni ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika haya nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Lakini tunda la Roho ni upendo, ni furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wamesulubisha mwili pamoja na tamaa zake. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. Kwa hivyo katika maandiko haya yote ambayo nimezungumzia, inakazia eneo la jinsi ambavyo maisha yetu ya kila siku yanatakiwa kuwa ni maisha ambayo yanaongozwa na Roho Mtakatifu. Na hili ndilo somo ambalo najaribu kulielezea siku ya leo, living by the Spirit, jinsi ambavyo tunaweza kuenenda kwa Roho. Tunapozungumza kwamba living by the Spirit ama by the leading of the Holy Spirit, tunatakiwa kujua kwamba tunatakiwa kujiachilia kwa huyu Roho Mtakatifu. Na tunapojiachilia kwa huyu Roho Mtakatifu, kuna mambo kadhaa wa kadhaa ambao atawezesha sisi kuweza kuyafanya na kuweza kutekeleza. Atatuwezesha kuishi yale maisha ambayo yako na focus, a life of focus. Mara nyingi tunapoishi katika dunia hii, ukiuliza watu unaishi kwa ajili ya kusudi gani, sio watu wengi ambao wako na kusudi ama wako na focus. Hawajui ni kwa nini wanaishi. Lakini wakati tunapoongozwa na Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu atasaidia kuwa na mtazamo ama na focus katika maisha yetu. Jambo lingine ambalo Roho Mtakatifu akituongoza atatuwezesha kufanya ni ya kwamba atatuwezesha kuishi maisha ambayo ni maisha yaliyo na uhuru, maisha ya freedom.
Na ni freedom kutokana na nini? Kutokana na kitu kinaitwa dhambi. Tatizo kubwa la mwanadamu, na kwa nini mwanadamu hawezi kufanya mapenzi ya Mungu na kutimiza mapenzi ya Bwana, ni kwa sababu ya kitu ambacho kinaitwa dhambi. Kwa sababu mara nyingi hatujui jinsi ya kuishi maisha ya ushindi. Ili tuweze kushinda dhambi, hatujui ni kwa namna gani na ni kwa jinsi gani tunaweza kushinda dhambi ili tukaweza kuishi maisha ya ushindi, lakini Roho Mtakatifu ataweza kutuwezesha kufanya hivyo. Jambo lingine ni ya kwamba tukifuata Roho Mtakatifu na tukimruhusu atuongoze, atatuwezesha kuishi maisha yaliyo na ujazo, ama maisha yaliyo na ukamilifu, ama maisha yaliyo na utele. Yesu mwenyewe wakati alipokuwa hapa duniani katika Injili ya Yohana 10:10, in John 10:10, alisema kwamba mwizi haji ila achinje, aibe na aharibu, lakini mimi nalikuja ili wawe na uzima na wawe nao tele tele. Kwa hivyo kuna yale maisha ambayo Yesu alikusudia kwamba wote wanaomwamini waweze kuishi maisha hayo. Lakini mara nyingi unapouliza mwanadamu ama unapojiuliza maisha ni nini, jambo hili ni jambo ambalo watu wengi hawalielewi. Unapouliza maisha ni nini, watu wengi wanafikiri maisha ni kukaa vizuri, ni kukula vizuri, ni kukunywa vizuri, ni kuvaa vizuri, ni kuwa na nyumba nzuri na gari nzuri na mambo kama haya, kuwa na pesa nyingi na mambo kama hayo. Na haya ndio mambo ambayo yamesumbua watu, na watu wakaishi wakiwa na shida nyingi kwa sababu hawakuweza kuishi maisha ambayo yanatokana na mapenzi ya Mungu ama na makusudi ya Bwana. Lakini kupitia kwa Roho Mtakatifu atatuwezesha kuweza kuelewa maisha ni nini. Na hapo ndipo tutaweza hata kuelewa maneno ya Yesu ambao aliyazungumza katika Mathayo 6. Katika Mathayo 6 Yesu alipokuwa akifundisha pale mlimani katika mafundisho ambayo inaitwa the Beatitude, mafundisho ya Yesu katika mlimani, alifundisha mambo mengi. Na alipokuwa akifundisha habari ya maisha, alipokuwa anaambia wanafunzi wake vile ambavyo hawatakiwi kusumbuka, wale nini, wakunywe nini, ama wavae namna gani. Katika Matthew 6 tukisoma verse 26 tunaona Yesu Kristo anaweza kuwaeleza wanafunzi wake. Matthew chapter 6, let's read 24 and 26. 25 and 26 anasema, kwa sababu hiyo, that is verse 25, Matthew 6, kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mule nini au munywe nini, wala miili yenu muvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? In English anasema kwamba, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body more than raiment? Hiyo ni changamoto. Yesu anazungumza ya kwamba maisha sio mambo yale ambayo sisi tunafikiri, habari ya kula vizuri na mambo kama hayo, sio mavazi, kujipamba na mambo kama hayo. Yesu alisema that is not life. Na kuna yale maisha ambayo Yesu Kristo alikuja ili tuwe nayo, na ni Roho Mtakatifu peke yake ambaye anaweza kutuongoza katika hayo maisha, na ili sasa tukaweza kuishi yale maisha ambayo alisema na alikuja ili wawe na maisha tele tele. Katika mambo ya freedom, Yesu pia aliweza kuzungumzia habari ya ule uhuru ambao alikuja kutupatia. Na alipokuwa akizungumza habari ya ule uhuru, kuna watu wengi ambao hawakuweza kuelewa alikuwa anazungumzia habari ya uhuru gani. Alipokuwa kinena na hao Mafarisayo katika Injili ya Yohana 8, tunaposoma katika mstari wake wa 30, John chapter 8, nataka tuangalie mstari wake wa 30, tusikie vile ambavyo Yesu anasema pale. Na alipokuwa akisema hayo, wengi walimwamini. Then verse 31, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Verse 32, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. 33, wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote, nayo wasemaje mtawekwa huru? Yesu akawaambia verse 34, amina amina waambieni, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana ukae siku zote. Verse 36 akasema, basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Kuna ule uhuru ambao Yesu Kristo alikuja kuwapatia watu wale ambao wanamwamini. Sisi ambao tunaitwa Wakristo, tunapomwamini Yesu Kristo, kuna freedom.
maisha ya uhuru. Na kabla hatujaelewa habari ya uhuru ule ambao Yesu alikuja kutupa, na tukatamani kuweza kuishi haya maisha ambayo ni ya uhuru, kamwe hatutaweza kuishi yale maisha ambayo yanampendeza Mungu, ama maisha ambayo yanaleta utukufu kwake Bwana. Lakini Yesu alisema alikuja ili tuwe na uhuru na tuwe nao teletele. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kutusaidia kuelewa habari haya maisha ya uhuru bila dhambi. Kwa hivyo hili ni jambo moja ambalo ni muhimu sana, ambalo tunatakiwa kulielewa. Kuna ule uhuru, kuna ile hali ya kuwa na maisha teletele ambayo Yesu Kristo alikuwa ametukusudia. Kwa hivyo wakati tunapookoka na tunapojazwa na Roho Mtakatifu, basi ni lazima basi tujifunze jinsi ya kudumu katika Roho, dakika kwa dakika na siku kwa siku. Haya maisha ambayo yanaitwa maisha ya Mkristo ni mwenendo, inalinganishwa na mwenendo, inalinganishwa na safari. Na kwa sababu ni mwenendo na ni safari, utakuja kuelewa kwamba katika safari yoyote unapoenenda na safari na ujui unaelekea wapi, utahitaji kuwa na map ambayo inakuongoza na inakuelekeza. Katika haya maisha ambayo ni ya Ukristo pia tunahitaji kuongozwa, hatutaki kujiongoza. Na hapo ndipo basi tunaambiwa kwamba ni lazima tujifunze jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anavyoongoza watu. Na ili tunapoongozwa na Roho Mtakatifu ama tunapofundishwa na Roho Mtakatifu, tuweze kujifunza basi jinsi ya kudumu ndani ya yale maisha ambayo ni ya Ukristo. Kwa sababu mara nyingi ni wakati ambao tunajikuta tumetoka nje ya yale maisha, tunajikuta tumeingia katika maisha mengine, tumeingia katika mambo mengine ambayo inaanza kutusumbua. Lakini kuna jinsi ambavyo Yesu alitaka tudumu katika yale maisha ambayo alikuja kutupatia, tuendelee na hayo maisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na ndio inafananishwa na safari, mwenendo, ama inafananishwa pia na mjengo. Katika Injili ya Yohana 14:5 kuna kitu ambacho katika mafundisho yake Yesu Kristo pia alifundisha alipokuwa anazungumza habari ya abiding, ya kwamba tukienda tukijitegemea sisi wenyewe bila kumtegemea Roho Mtakatifu, maisha yatakuwa ni magumu na hatutaweza kama kutekeleza jambo lolote. Injili ya Yohana 15 nikisoma mstari wake wa 4 na 5 unasema kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Without me you can do nothing. Bila Yesu katika maisha yetu, anasema hatuwezi lolote. Tunapojitegemea sisi wenyewe, tunapotegemea maisha yetu, anasema ya kwamba hatutaweza. Na kwa sababu haya maisha ambayo tumeitwa, ambayo inaitwa maisha ya Ukristo, ni maisha ambayo tumeitwa ili tukaweza kumzalia Yesu matunda. Maisha yetu ni maisha ambayo inatakiwa kuwa ni maisha ya kumzalia matunda. Na Yesu alisema katika hiyo Injili ya Yohana ya kwamba mti ambao hauzai ama tunda ambalo halizai ni kukatwa, linakatwa na linatupwa. Kwa hivyo tunahitaji kukaa ndani ya mzabibu. Na kwa hivyo haya maisha ya abiding in the vine ama kukaa katika mzabibu, ni Roho Mtakatifu peke yake ambaye ana uwezo wa kutusaidia kukaa. Na ndiposa ni lazima tujifunze, ni maisha mapya. Wakati tunapookoka, Biblia inasema ya kwamba in 2 Corinthians 5:17 ya kwamba mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale amepita na tazama yamekuwa mengine mapya. Haya maisha mapya, kujitenganisha na yale maisha ambayo ni ya kale, yale ambayo tulikuwa tumezoea kabla hatujaokoka, kujitenganisha na ule uzoefu wa kufanya mambo vile ambavyo tulikuwa tumezoea, kujitenganisha na mawazo ambayo tulikuwa tunazoea kufikiria, kutenda na nini. Na sasa tumeingia katika maisha mengine ambayo yanaitwa maisha mapya ndani ya Yesu Kristo. Itabidi tuwe na mtu ambaye ni wa kutusaidia, na huyu mtu ndiye anaitwa Roho Mtakatifu. Na ndio Roho Mtakatifu anaitwa mwalimu wetu. Na kwa hivyo wakati tunapookoka tunakuta Yesu Kristo ama tunamkuta Roho Mtakatifu pale anatugojea. Na ndio nilisema umuhimu wa kujazwa na Roho Mtakatifu, ya kwamba wakati Roho Mtakatifu anapokuja katika maisha yetu, kusudi lake anapokuja ndani yetu ni kufanya nini? It is to help us, to be our comforter. Katika Injili ya Yohana, katika Injili ya Yohana ambayo Yesu Kristo alikuwa amezungumzia katika John chapter 14,
Nataka tuangalie Injili ya Yohana 14. Yesu alipokuwa anazungumza habari ya Roho Mtakatifu, alisema atakapokuja atakuwa msaidizi wenu. John chapter 14 verse 15 and verse 16. Hebu tusome vile inavyosema. John chapter 14, verse 15 and 16. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Verse 16. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Katika English inasema kwamba, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Kwa hivyo wakati unapookoka sasa, na wakati sasa unapomkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako, na sasa anakupa Roho Mtakatifu. Na ndio aliambia wanafunzi wa Yesu, mambo haya Yesu aliyazungumza wakati alipokuwa anawaaga wanafunzi wake, na wakawa na hiyo hali ya uoga. Sasa Yesu akituacha tutaishi maisha ya namna gani? Yesu akawaambia kwamba nitakapofika kwa Baba, nitaomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. The word comforter there katika lugha ya Kiyunani ni parakletos. The word parakletos means one standing alongside you, or a counselor. Mtu ambaye anakushika mkono, ni kama vile mtu ambaye ni kipofu anahitaji mtu ambaye ni wa kumuongoza na kumuelekeza. Katika haya maisha yetu tunakuwa kama ule kipofu ambaye hajui mahala ambapo anaenda, lakini anahitaji mtu ambaye ni wa kumshika na kumuelekeza. Na hapo ndipo tunaona katika maisha haya ya Ukristo, every moment tunahitaji kushikwa mkono, tunahitaji kuongozwa, tunahitaji kuelekezwa na Roho Mtakatifu. Iwe ni kuwaza na kutenda. Roho Mtakatifu tuliona kwamba yeye ana mawazo, atatusaidia kuwaza mawazo ambayo ni ya Mungu na kujitenganisha na yale mawazo ya zamani ambayo tulikuwa nayo, na tuanze kuwaza mawazo ambayo ni ya kiungu, ili tukaweza kuishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anapokuja anatugojea, anagojea kila mmoja wetu sasa tufike mahala ambapo sasa tutajikabidhi mikononi mwake. Na basi yeye atatuongoza katika hali ya kutekeleza mapenzi ya Mungu, na atatupa nguvu ya kutuwezesha kufika katika kile kiwango ambacho Mungu anataka tuweze kuishi. Watu wengi wanasumbuka sana na hili jambo la kuishi katika hali ya mapenzi ya Mungu. Ninawezaje kumfurahisha Mungu? Ninawezaje kutenda yale mambo ambao Mungu atafurahia kwako wewe mwenyewe without the Holy Spirit? Katika nguvu zako na uwezo wako utakuja kuona kwamba huwezi kuishi yale maisha ambayo ni ya kupendeza Mungu, and that is why ni lazima ujue unahitaji msaidizi, Roho Mtakatifu. Mkristo yeyote ambaye anataka kumpendeza Mungu, na ninajua kwamba hiyo ndio desire kila Mkristo, kutaka kumpendeza Mungu, ni lazima tujue kuna Roho Mtakatifu. Aliwaambia sitawaacha nyinyi kama yatima, nitawatumia msaidizi mwingine. Na sasa hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha haya ya ulimwengu huu, ili tuweze kuishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu, na tuweze kufanya zile kazi ambazo Mungu anataka tuzifanye. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anakuwa msaidizi, na pia anatupa uwezo wa kufanya zile kazi ambazo Mungu anataka tuweze kuzifanya. Neno lingine ambalo tunatakiwa kuelewa, ama jambo lingine ambalo tunatakiwa kuelewa, ni ya kwamba tunapoanza safari hii ama maisha haya ya wokovu, na tunapoanza sasa kuelewa habari ya mwito wetu na kuanza kutekeleza majukumu ambayo Bwana ametuita kuweza kuyatekeleza, ni lazima tujue ya kwamba hatuwezi bila Roho Mtakatifu. Wakati hekalu ilipokuwa inajengwa kule Yerusalemu, katika kitabu cha Zakaria 4, ukisoma Zakaria chapter 4 and verse 6, utakuja kuona kwamba wakati walipokuwa wanajenga upya ile hekalu ya Yerusalemu, walipatikana na tisho na changamoto hapa na pale, wakachoka, wakafika mahali ambapo ikawa ni vizito. Lakini Mungu kupitia kwa Roho wake Mtakatifu akaja na neno la unabii, akawaambia kwamba it's not by power or by might, but it is by my spirit, says the Lord. Kwa hivyo mara nyingi kuna majukumu ambayo tunataka kutekeleza ndani yetu. Kuna wakati ambao tunasikia tungetaka kumpendeza Mungu, tungetaka kufanya hii, tungetaka kuaccomplish hii na hii katika ufalme wa Mungu. Tunatakiwa kuelewa kwamba it is not by power. Hatuwezi kwa nguvu zetu sisi wenyewe, hatuwezi kwa uwezo wetu sisi wenyewe, lakini Roho Mtakatifu ako pale kutusaidia na kutuwezesha ili tukaweza kufanya mambo yale ambayo yataweza kumpendeza Mungu. Kwa hivyo it is not by power
it is not by might, but it is by the Spirit of God. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anakuja, anatupa nguvu, anakuja, anatupa uwezo. Mtume Paulo katika kitabu cha Wafilipi, tunaposoma kitabu cha Wafilipi 1, tutasoma maandiko mawili pale katika kitabu cha Wafilipi. Kuna jambo ambalo anazungumzia pale katika Wafilipi 1. Tukisoma verse 6, anasema kwamba nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo. Being confident of this very thing, that he which has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Huyo Mungu ambaye alianza kazi ndani yetu, Mtume Paulo anasema I am confident of this one thing. Kama kuna jambo ambalo sisi wa Kristo tunatakiwa kuelewa, ni kuwa na ule ushujaa ama kujua uhakika ya kwamba yule Mungu aliyeniita, yule Mungu aliyeniokoa, na baada ya kuniokoa akanipa hii huduma, akaniita kuwa mtumishi wake, akaniita kufanya hii na hii. Anasema ya kwamba, na hili ni jambo ambalo kila Mkristo anatakiwa kujua, huyu ambaye amekuita hata kuachilia, atahakikisha ya kwamba ile kazi ameanza ndani yako ameikamilisha. Kwa hivyo itawezekana kwa njia gani? Itawezekana tu katika hiyo hali ya kumtegemea Roho Mtakatifu. Mungu mwenyewe atakuwezesha kukamilisha hiyo kazi kwa sababu unashirikiana na yeye kupitia kwa Roho Mtakatifu. Jua ya kwamba Roho Mtakatifu ni sehemu ya utatu wa Mungu, ndivyo tulisema, na kwa hivyo yeye ni Mungu, na akiwa ndani yetu anatusaidia kufanya na kutekeleza yale majukumu ama yale mambo ambayo Mungu alitaka tuweze kuyatimiza katika maisha yetu. Tunaposoma pia katika Wafilipi 2 na mstari wake wa 13, tunasoma ya kwamba kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutaka kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu mwenyewe kuna kazi ambayo anatenda tunapokubali kushirikiana. Kwa hivyo hapo unaona kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa will. Sisi wenyewe katika ile hali ya wili yetu bila Roho Mtakatifu inatuongoza katika mambo mengine, kufanya mambo ya mwili na mapenzi ya mwili. Lakini sasa Roho Mtakatifu anapokuja ndani yetu, tunapounganika pamoja na yeye, anatupa nia ya Mungu na mawazo ya Mungu, na sasa tunakuwa na ile focus ya kujua mapenzi ya Mungu ni nini. Mungu anataka nifanye nini katika maisha? Ameniokoa niweze kuaccomplish nini katika maisha haya? Kwa hivyo sasa tunaposhirikiana na yeye, anatuwezesha na anafanya kazi ndani yetu ili lile kusudi alilo nalo juu ya maisha yetu likaweza kutimia. Kwa hivyo ni yeye anayetenda hayo akiwa ndani yetu kama tutakubali kushirikiana na yeye. Na ndipo nikasema kwamba jambo hili ni muhimu sana kwa sababu itategemea wili yako, vile wewe mwenyewe unakubali kucooperate pamoja na Roho Mtakatifu. Nataka nisome andiko lingine la mwisho katika kitabu cha Wakolosai 2. Hii yote inatuhimiza katika hiyo hali ya kutuonyesha kabisa ya kwamba tunahitaji Roho Mtakatifu, tunahitaji kushirikiana pamoja na Mungu. Katika Wakolosai 2 verses 6 and 7 inasema, basi kama vile mlivyompokea Kristo Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukurani. Tunapopokea Yesu Kristo awe Bwana Mwokozi, siku ile ulipompokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako, anakuambia kwa hivyo kutoka siku hiyo uenende hivyo hivyo na ukae ndani yake. Kwa hivyo hiyo mwenendo, mambo ya mwenendo, walking, abiding katika maisha kuanzia dakika ile ambayo umepokea Yesu Kristo mpaka dakika mwisho wakati utakapokuwa umemalizia huduma hiyo ama kazi hiyo ama maisha hayo, unaona ya kwamba ni Roho Mtakatifu peke yake atakaye kuwezesha. Na sasa utakapokaa hivyo, anasema kwamba tutaweza kukamilika, tutaweza kuwa imara katika Bwana, tutaweza kuwa na mizizi ndani ya Bwana. Hatutakuwa watu wa kuyumba yumba na kupeperushwa huko na kule, kwa sababu Roho Mtakatifu atatusaidia katika hali ya kushirikiana pamoja naye tukaweza kukua
na tukaweza kuishi yale maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Na ni kwa sababu hiyo yote inatuonyesha umuhimu wa kushirikiana na Roho Mtakatifu katika hali ya kutimiza mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Kwa hivyo tutakapokuja siku hiyo nyingine, tutakuja sasa kuangalia kwa kirefu, kwa sababu conclusion ya mambo haya ama mafundisho ambayo ninazungumza inatusaidia mambo matatu ambayo ni ya muhimu hapo. Jambo la kwanza, to walk in the spirit, jinsi ambavyo tunatakiwa kutembea katika roho. Inatusaidia pia jinsi ya kuelewa the way of the spirit. Kuna ile njia ambayo ni ya roho, tofauti na njia zetu, kwa sababu njia zetu na njia za Mungu ni tofauti. Hivyo ndivyo neno la Mungu linavyosema. Na pia inatusaidia kuelewa habari ya the work of the spirit, kazi ya roho ndani yetu. Kwa hivyo next time tutakapokuja, tutaweza kuendelea katika hiyo somo ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, ili tuweze kuona mwenendo huu ambao Roho Mtakatifu anatuongoza ndani yake, jinsi ambavyo njia ile ambayo Roho Mtakatifu anatuelekeza ndani yake, na ile kazi ambayo inatendeka ndani yetu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ningetaka sasa nifikie pale niweze kuomba, na nikuombee wewe msikilizaji wangu ya kwamba Mungu wetu akuwezeshe kufuatilia haya mafundisho, kwa sababu ni mafundisho ambayo atakusaidia kuweza kuishi maisha ya ushindi. Tumeitwa kuishi maisha ya ushindi, sio maisha ya kulemewa, maisha ya ushindi ndani yake Yesu Kristo, kushinda hali zote, kuimarika katika hali zote, ya kwamba hata wakati kunapokuja misukasuko, ile misukasuko kama vile ambavyo tumekuwa na mambo ya corona, haitatutikiza, haitatuondoa katika focus yetu ndani ya Mungu na katika yale makusudi na ile kazi ambayo Bwana ametuita kufanya, kwa sababu tumefanyika imara ndani ya Bwana, kwa sababu hatuko peke yetu, tuko na msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo nataka nikuombee. Tuinamishe nyuso zetu tuombe, ili tuweze kumwomba Bwana aweze kutuimarisha na kutusaidia katika hiyo hali ya kuongozwa na Roho. Baba wetu, katika jina la Yesu, tunakushukuru sana kwa ajili ya mafundisho haya ambayo Bwana umeendelea kuyaleta kwetu. Mafundisho ambayo yanaendelea kutuonyesha kwamba pasipo wewe hatuwezi. Bila msaada wa Roho Mtakatifu ambaye ulimuacha kwetu awe msaidizi wetu, atushike na atuongoze na atuelekeze katika majukumu yetu ya kila siku, atuwezeshe kutenda mapenzi ya Bwana, atuwezeshe kukufurahisha wewe, atuwezeshe kuishi maisha ambayo ni maisha ya kuzaa matunda mengi. Pasipo yeye hatuwezi. Mara nyingi mwili utatusumbua, na mara nyingi tutajikuta kwamba tunataka kufuata mwili na kutenda matendo ya mwili. Na neno lako limetueleza kwamba tukiongozwa na mwili, mazao ya mwili ni mambo machafu, dhambi za kila aina, kwa sababu mwili unatamani mambo ya ulimwengu huu, tamaa zake na mambo kama hayo. Lakini Roho Mtakatifu anapotujaa na tunapomfuata, atatuelekeza katika mambo ya juu. Focus yetu itakuwa ni mambo ya mbinguni, mahali ambapo Kristo aliko akiwa ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kama kanisa na kama wateule wako, tunaomba utuwezeshe tukaweza kuelekeza mawazo yetu kwako, ewe Mungu, kama vile neno lako linatueleza katika kitabu cha Wakolosai 3. Bwana wetu, tukabidhi mikononi mwako. Tunakushukuru kwamba umetupa Roho Mtakatifu. Tunatubu mahali ambapo tumemuhuzunisha Roho Mtakatifu, mahali ambapo tumekosa kumuhuzisha katika maisha yetu ya kila siku. Utusaidie Bwana na utusamehe, na kutoka hapa tuweze kumkumbatia na tumpe ushirika, ili akaweza kutushika na mkono wake na kutuongoza na kutuelekeza katika kufanya yale ambayo ni mapenzi ya Bwana. Naombea wasikilizaji wangu popote walipo, Bwana endelea kuwapa kiu na njaa ya kupokea Roho Mtakatifu. Tuliomba na nikasema watu waamini wapokee, na ninaamini ya kwamba wale wamefuatilia wataendelea kuomba na kupokea, hata wakiwa peke yao nyumbani wakipiga magoti. Bwana utawajaza kwa sababu ya hiyo kiu na shauku ambayo iko ndani ya mioyo yao. Kwa hivyo nawakabidhi wote mikononi mwako, kutana mahitaji yao kulingana na utajiri wako ndani ya Kristo Yesu. Uwasaidie kuishi maisha ya ushindi, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na nimeamini. Basi tunapomalizia, nataka tu kuwaelezea kidogo ya kwamba tumekuwa na marekebisho ama mabadiliko kidogo. Kwa hivyo mahubiri haya yatakuwa kitufikia siku ya Jumamosi. Tulikuwa tunasikiza siku ya Jumapili, lakini mabadiliko ni ya kwamba itakuwa ni kutokea Jumamosi hii saa 1:30 hadi saa 2 tutaweza kupokea mafundisho. Kwa hivyo turekebishe program zetu kila Jumamosi saa 1:30 mpaka saa 2. Baada hayo, kuanzia saa 2 mpaka saa 2:30 pia kuna mafundisho mengine ambayo yatakuja pia, ambayo yataambatana na haya kupitia kwa kiongozi wetu ambaye Mungu amemuita, anaitwa Apostle Haridas. Atakuja kutuletea mafundisho yake,
na ni mafundisho mazuri. Kwa hivyo ninawakaribisha kuweza kupokea hayo mafundisho. You can set apart that 1 hour. Ili ukiset apart that 1 hour itakusaidia kuweza kusikia na kupokea mafundisho zaidi, na itakuwa ni baraka na faida kubwa kwa watu wengi. So God bless you. Naendelea kuwakaribisha kwa kanisa hapa siku ya Jumapili. Tuko hapa Garden Estate karibu na hospital ya Oljabet. God bless you. Tuonane next time. Thank you so much for listening. Amen.